Hapo kabisa msikilizaji, karibu sana kwenye awamu nyingine ya Jambo Kenya, hii ikiwa ni awamu ya mjadala, na kabisa on standby tupo naye mgeni wetu siku ya leo ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema, ukipenda chama ambacho ni chama pinzani, chama cha upinzani nchini Tanzania. Tuna mgombea urais ambaye tayari hivi tunavyozungumza msikilizaji ameshapata tiketi yake, yupo tayari kukabiliana na Rais Magufuli tarehe 28 mwezi Oktoba, ikiwa ni miezi tatu tu hivi ama siku chache kabla ya miezi tatu kufika kabla ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Kwenye laini yetu ya simu tayari tupo naye mheshimiwa Tundu Lissu, na ningependa moja kwa moja tuweze kwenda kwenye mjadala wa Jambo Kenya. Karibu sana mheshimiwa Tundu Lissu. Asante sana Citizen Radio, habari ya asubuhi Kenya. Nzuri sana. Naona upo salama na naona upo vizuri. Ina maana kwamba hali yako ya afya umeirejelea na uko sawa? Niko sawa kabisa kiafya. Pole sana kwa matatizo yalokufika kule, kushambuliwa ulikoshambuliwa na kupata hilo tatizo la kupigwa risasi nyingi sana 16. Pole sana, tuanze kwa kusema pole kwa hilo. Asante, nashukuru na nawashukuru wa Kenya kwa kunitibu. Ulikuja kupata tiba hapa nchini? Una habari? Hebu niambie. Wewe utakuwa ni Mkenya wa kwanza usiyejua kwamba wa Kenya ndio mlioniokoa mimi kutoka kwenye kifo. Nimetibiwa Nairobi Hospital kwa miezi 4. Nimefanyiwa operation 17 Nairobi Hospital. Nimewekewa damu nyingi kwa mujibu wa madaktari wangu wa Nairobi Hospital. Nimewekewa damu mara 3 ya damu yangu ya kawaida Nairobi. Kwa hiyo nina damu nyingi sana ya Wakenya. Ninashangaa kama wewe hujui, lakini Wakenya wengi sana wanafahamu na anapenda wajue kwamba nawashukuru kwa kuokoa maisha yao. Asante sana. Nilipenda mwenyewe utuweke sawa. Nilipenda mwenyewe itoke kwako. Manake ikitoka kwako inakuwa sasa wewe ndio umeshukuru. Sawa. Haya basi mheshimiwa, moja kwa moja twende kwenye mada kuu siku ya leo, ambapo ni uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Nyie kama upinzani, sijui kama mpo tayari, sijui mmejipanga vipi, mpo tayari kukabiliana na Rais Magufuli? Tuko tayari kukabiliana na Rais Magufuli na chama chake, na sio tayari tu kukabiliana naye, tayari kumuondoa madarakani. Na wananchi wa Tanzania, mimi naamini kabisa baada ya miaka 5 ya vurugu wako tayari kumuondoa Rais Magufuli na chama chake madarakani. Wamaanisha nini unaposema baada ya miaka 5 ya vurugu? Kwani haukuwa uongozi? Na maana hii kwamba miaka 5 ya utawala usiozingatia katiba, miaka 5 ya utawala wa mtu mmoja anayeendesha nchi anavyotaka, anafikiria Tanzania nzima ni mali yake na anasema hivyo, anafikiri kwamba neno lake ndiyo kauli, ndiyo sheria ya Tanzania, kila kinachotoka mdomoni kwake ndiyo sheria ya Tanzania, ambaye haamini katika demokrasia ya vyama vingi, ambaye haamini katika uchumi wa soko huru, ambaye anaamini kwamba serikali inatakiwa idhibiti kila kitu, imiliki kila kitu. Miaka 5 ya kuumiza wafanyabiashara na wawekezaji katika Tanzania. Watu wamefilisiwa mali zao, maelfu wamefungwa, watu wameumizwa. Miaka 5 ya vyombo vya habari kutokuwa huru. Wewe unanihoji leo Citizen Radio, hakuna kituo cha televisheni cha Tanzania ambacho kinadiriki kunihoji kama unavyonihoji wewe hivi. Hakuna kituo cha redio kinachodiriki kunihoji kama unavyonihoji wewe leo. Hakuna gazeti, mpaka tangu nimerudi hakuna gazeti la Tanzania liko tayari hata kunihoji tangu nimerudi, kwa sababu wanapigiwa simu, wanatishwa. Yeyote anayeweka headline, kichwa cha habari cha kwenye gazeti kinachotaja Tundu Lissu,
anapigiwa simu na maafisa wa idara ya habari maelezo na mkurugenzi wa idara ya habari maelezo. Sasa hiyo ndio miaka mitano ya Magufuli, miaka mitano ya kuendesha uchumi wa Tanzania. Utafikiri ni wa nyumbani kwake. Anasema ananunua ndege yeye, wakati tunajua yeye sio mwenye mamlaka ya kununua ndege. Kila maamuzi ya pesa anasema ni ya kwake mwenyewe. Huu ni utawala wa mtu mmoja, na baada ya miaka mitano Watanzania wamechoka. Uchumi umeanguka. Wanasema uchumi wa kati ni maneno tu. Uchumi wa kati ajira hakuna. Uchumi wa kati wakulima wameumia, wafanyabiashara wameumia. Ni uchumi wa kati wa maneno. Sasa baada ya miaka mitano ya namna hii, Watanzania naamini wako tayari kuondokana na utawala huu. Mheshimiwa, miaka mitano ya Burundi. Kidogo atea kabla nikupishe. Mheshimiwa Tundu Lissu, Rais Magufuli amesema kwamba ameimarisha uchumi wa Tanzania. Anasema ukiangalia sasa hivi uchumi wa Tanzania umeimarika sana chini ya uongozi wake. Anadanganya umma. Anadanganya, simple as that. Ni hivi, nimesema watu ambao wamefunga biashara katika hii miaka mitano ni wengi kuliko watu waliofungua biashara. Uwekezaji umepungua kwa nusu. Zaidi ya 50% ya uwekezaji katika miaka mitano hii wameondoka. Sisi tulikuwa na investment kubwa sana katika maeneo ya gesi na mafuta huko baharini. Wote wameondoka. Tulikuwa na uwekezaji wakubwa katika sekta ni, wote wameondoka. Watu wamefunga biashara zao. Makampuni ya ujenzi mengi yamefunga biashara kwa sababu uchumi, hakuna pesa. Kila mtu anaumia hapa. Utalii umeanguka. Sasa huo uchumi alioimarisha ni uchumi upi? Wakati kila indicator ya kiuchumi imekwenda chini. Nikupe mfano. Katika Tanzania hii, mlipaji kodi namba 1 katika nchi yetu ni Tanzania Breweries. Shirika la hii kampuni ya kutengeneza bia. Sasa Tanzania Breweries, mchango wao katika kodi umepungua kwa kiasi kikubwa sana. Uzalishaji wao umepungua hivyo hivyo. Sasa ukisema umeimarisha uchumi wakati mlipaji kodi wako mkuu amepunguza malipo ya kodi, usidanganya watu. Ni maneno ya bure. Uchumi wa Watanzania wanajua kabisa kwamba hii miaka mitano imekuwa miaka ya njaa kweli kweli. Nikupe mfano mwingine. Kila mwaka tangu tumepata uhuru, kila mwaka wafanyakazi wa serikali na wafanyakazi wa sekta binafsi wao wanaongezewa mishahara yao. Na actually ni sheria inayosema wafanyakazi wana haki ya kuongezewa mishahara. Katika miaka mitano ya Magufuli hakuna nyongeza ya mshahara hata moja. Sasa huo uchumi unaokuwa watu wanazidi kuwa na njaa ni uchumi wa aina gani kama sio maneno? Mheshimiwa Vincent Atea hapa, na wakati alipoingia madarakani kauli mbiu yake ilikuwa kazi tu, na mara nyingi tunaona kwenye vikao, kwenye mikutano, na moja akasema kwamba inaonekana Magufuli anashabikiwa sana nchini Tanzania. Unavyoona kwamba sera zenu kama upinzani ni sera ambazo Watanzania watashabikia, alafu kuongeza tu, ikiwa unasema kwamba demokrasia kidogo ni finyu nchini Tanzania, hata vyombo vya habari uhuru haupo, mtafanyaje hata mikutano hii ya kisiasa ili muweze kushawishi Watanzania kuweza kuwapigia kura? Kama agency ya hizi reli kulikuwa na forced labor kubwa sana. Tulifanya kazi sana wakati wa ukoloni. Sasa tulipopata uhuru Mwalimu Nyerere akatuambia hivi, uhuru na kazi. Fanyeni kazi manake huku mkiwa huru. Tukaambiwa uhuru na maendeleo, uhuru na umoja. Kwa kauli mbiu yetu ya miaka mingi ni uhuru na umoja. Ukiangalia kwenye nembo ya taifa, ile coat of arms, maneno ya chini ni uhuru na umoja.
yani uhuru na umoja, uhuru na kazi, uhuru na maendeleo. Magufuli anatuambia hapa kazi tu, fanyeni kazi kama ilivyokuwa wakati wa utumwa, fanyeni kazi kama ilivyokuwa wakati wa ukoloni. Ndio maana ya hapa kazi tu, usiwe na uhuru. Na miaka mitano hii imethibitisha hiyo kauli mbiu, hatari ya hiyo kauli mbiu, hapa kazi tu. Watu wameumizwa sana. Hilo ni swala la kwanza. Kwa hiyo habari ya hiyo kauli mbiu, tutawaambia Watanzania hapa kazi tu au uhuru na kazi. Tuchague ya Nyerere au tuchague ya Magufuli? Manake Magufuli anataka atufanyishe kama walivyotufanyisha wale waliokuwa wanatawala miaka ya nyuma. Unanipata? Hilo la kwanza. La pili, wewe unasema demokrasia imekuwa finyu kidogo. Hakujawa na demokrasia hata kidogo katika miaka hii mitano, hata kidogo. Vyama vya siasa ambavyo vimeandikishwa kwa mujibu wa sheria kama Chadema, chama kikuu cha upinzani, hatujaruhusiwa kufanya mikutano kwa miaka mitano mfululizo. Sio kwa sababu sheria inatuzuia, sio kwa sababu hayo makatazo ni halali, ni kwa sababu ya mabavu tu, ni kwa sababu ya matumizi ya nguvu tu. Sasa na sio kuzuiwa mikutano. Tumepigwa, kama mimi nimepigwa risasi, mwenyekiti wangu amevunjwa mguu, wabunge wamevunjwa mikono, watu wamefungwa. Imekuwa ni miaka mitano ya maumivu kweli kweli. Lakini hayo maumivu sio maumivu ya wapinzani peke yake, yamekuwa maumivu ya Watanzania. Maelfu ya Watanzania wamebomolewa nyumba zao bila malipo yoyote ya fidia, kwa maelfu. Dar es Salaam na mahali pengine ambapo Magufuli anajenga barabara zake, maelfu ya watu wamenyang'anywa mali zao. Wenye biashara wamenyang'anywa biashara zao, wamefilisiwa na mamlaka ya mapato ya Tanzania. Wawekezaji wamenyang'anywa mali zao. Yaani ni miaka mitano ya vurugu. Sasa huwezi, katika mazingira ya kawaida, huwezi ukafanya uharibifu wa aina hiyo afu ukabaki salama kwenye uchaguzi huru. Ni wakati mwafaka wa Rais Magufuli na chama chake kuondolewa madarakani. Tunafahamu haitakuwa rahisi hata kidogo, tunafahamu hiyo. Lakini tunataka kujenga umma wa Tanzania, kuamsha nguvu ya Watanzania ya kudai uhuru wao, ya kudai kile ambacho Mwalimu Nyerere alianza nacho: uhuru na kazi, uhuru na maendeleo, uhuru na umoja. Sio hizi vurugu hizi za matumizi mabaya kabisa ya madaraka ya hii miaka mitano. Na hii kwamba anashabikiwa sana, niseme tu kwamba huo ushabiki ulianzia sana Kenya, na inabidi mtuombe msamaha kwa kweli. Mheshimiwa What will Magufuli do? Si ndio ilikuwa hivyo? Ile hashtag what will Magufuli do, si ilikuwa ya kwenu nyewe wa Kenya? Itabidi mtuombe msamaha. Niomba msamaha. Jamani, kwa niaba ya Tanzania niombe msamaha, na kwa niaba ya Kenya wote niombe msamaha mheshimiwa. Tumewasamehe bure. Jamani, asante sana mheshimiwa. Kwa mara nyingi sana, haswa barani Afrika, utakuta katika mataifa mengi sana, upande wa upinzani mara nyingi sana huwa utakuta upinzani hulalamikia kwamba hakuja kuwa na uchaguzi huru, hakuja kuwa na uchaguzi wa haki. Sasa sijui nyie ama wewe ukiwa unaongoza upinzani Tanzania na ukiwa tayari kwenda kwenye debe 28 Oktoba, sijui kama una imani na uchaguzi wa Tanzania, una imani na vyombo vya kusimamia kura nchini Tanzania? Asante sana. Kwanza nianze na hiyo ufunguzi wako wa hili swali kwamba katika Afrika wapinzani hulalamikia matokeo ya uchaguzi. Mwalimu Nyerere wakati anaandika, alikuwa mwenyekiti wa tume ya nchi za kusini, ile South Commission, na kwenye ripoti yake ile ripoti yao inaanza kwa kusema mahali fulani
kwamba ni katika Afrika tu ndio kuna watawala wa kidikteta kila mahali. Sasa na alikuwa anasema hivi kwa kauli kwamba na Waafrika nao wanahitaji sasa demokrasia. Haiwezekani ikawa bara la Afrika ndio bara la kina Mobutu, ndio bara la kina Idi Amin, ndio bara la hawa watawala wa hovyo hapo. Sasa ndio maana Waafrika wanalalamika juu ya uhuru na uhaki wa chaguzi mbalimbali ambazo zimekuwa zinatokea katika bara la Afrika, kwa sababu watawala wetu wanaendesha nchi bila kufuata katiba na misingi ya haki. Kwa malalamiko hayo sio malalamiko ya bure, ni malalamiko yanayotokana na uzoefu wa miaka na miaka wa watawala wa kidikteta, watawala wa kiimla, watawala wanaotesa watu. Na kwa hiyo tunapolalamika hatulalamiki bure. Hilo la kwanza. La pili, je, nina imani na tume ya uchaguzi ya Tanzania? Ukweli wa Mungu ni kwamba jibu ni hapana. Hii ni tume ya Magufuli na CCM yake. Mwenyekiti wa tume na makamishna wake wote wameteuliwa na Magufuli, na Magufuli ni mgombea. Mtendaji mkuu wa tume ya uchaguzi ambaye ndio chief executive officer wa tume ni mteule wa Magufuli, na Magufuli ni mgombea. Wasimamizi wa uchaguzi katika majimbo yote nchi nzima, wakurugenzi wa halmashauri za serikali za mitaa ni wateule wa Magufuli, na Magufuli ni mgombea. Na alishawaambia hadharani kabisa kwamba hawezi akawapa kazi, akawapa magari na mishahara mizuri alafu watangaze wapinzani washindi. Sasa tume ya aina hii tukisema tuna imani nayo, tutakuwa tunafumba macho, tunachopeka vichwa vyetu kwenye mchanga, tunajiona hatuoni hatari wakati hatari imetuzunguka kila mahali. Hii sio tume huru, sio tume huru kabisa. Wakati wa miaka mitano ya mwisho ya Rais Kikwete, alianzisha mchakato wa katiba mpya. Iliundwa tume ya katiba mpya iliyoongozwa na waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa zamani Mheshimiwa Jaji Warioba. Katika ripoti ya tume ya katiba kuna juzuu nzima, kuna volume nzima ambayo inazungumzia tume huru ya uchaguzi. Na tume ya Warioba ilisema tume hii ya sasa ya uchaguzi sio huru, haiwezi kaendesha uchaguzi ulio huru, wa haki na credible. Kwa hiyo ninaposema tume hii sio huru na hatuna imani nayo, siokoti maneno hewani tu, ni maneno ya kweli. Tume hii imejithibitisha over the years kwamba haina uhuru. Hata hivyo, pamoja na yote hayo hatuwezi tukawaachia uchaguzi kwa sababu wataharibu zaidi. Tutapambana hivyo hivyo, tutabanana hivyo hivyo. Kila jimbo litapiganiwa, kila kata itapiganiwa, nchi nzima itapiganiwa. Na mara hii tumesema kwamba kwa sababu wasimamizi wa uchaguzi wameambiwa wasitutangaze, endapo tutashinda, tutatumia kila aina ya njia, tutaamsha Watanzania kudai matokeo halali yatangazwe. Hatutageuza shavu la pili tupigwe tuumizwe mara mbili. Kwa hiyo uchaguzi tunaoutaka ni uchaguzi huru, wa haki na ulio credible. Nothing less, nothing more. Asante. Zuia hapo tunataka kuangazia Wakenya nao wana maswali gani, manake ni majirani, ni ndugu. Hayo tunataka tujue kama Wakenya wana maswali yote kwako. Hashtag ni Jambo Kenya kwenye mtandao wa Twitter. SMS unatuma kwa 22106 kama una swali lolote. Ayuyu anapeperusha bendera kwa upinzani nchini Tanzania. Tunaangazia hayo manake ni siasa za majirani. Siasa za Tanzania zinatuhusu pakubwa na unajua ndani ya Jambo Kenya. Tapumua kidogo, tukirejea tutakuangazia maswali yenu na tutaweza kuangazia mengine yanayojiri kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania ambao unanukia. Ndani ya Jambo Kenya nisemeje? Inspector Mwala, by the way Melody, kuna Inspector Mwala anasema kwake huko kuna blackout, Kenya Power wamshughulikie jamani. Na swali la Rusika anasema kwamba kuna shilingi 10,000 ambazo tunakupatia angalau kuokolewa wakati mgumu wa COVID-19. 10,000 zinakuja kwa Rais. Mwala akasema
kuna kipande fulani, ukipanda kipande cha mbao, kipande cha kijiti, wewe utakavyosema tu, lakini mara nyingi hutumiwa kuandaa sima. Alisema sijui kukaranga sima ama kufanya nini, kuandaa sima, lakini ukisema sima watasema ni wengi hawajui. Ugali, basi tuseme ugali. Hiki kijiti, hii mbao ya kupika sima, kuandaa ugali, huitwaje kwa lugha ya Kiswahili? Usiandike Kiingereza, wengine utaandika stick. Unatuma SMS yako haraka upesi, na SMS yenyewe watuma wapi? Haitozi chochote, ni bure. Unatuma kwa 22352 22352. SMS ni kwa 22352. Kabla turejee kwa mheshimiwa, kabla ya kurejea kwenye kuzungumza naye mheshimiwa msikilizaji, bado nami nakufahamisha kwamba moja kati ya banki ambazo zinasimama nawe kuhakikisha kwamba upo salama dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona ni banki ya Cooperative Bank. Sasa hivi unatumia kadi yako ya ATM ya Cooperative Bank katika kulipia kile utakachonunua. Bidhaa zote ambazo utazinunua msikilizaji, hakikisha kwamba unatumia kadi yako ya Cooperative Bank. Manake katika kufanya vile utakuwa umejilinda wewe na utakuwa umewalinda wale ambao watagusa hizo hela labda kwa njia moja au nyingine, kama ni mama mboga, kama ni pale dukani, kama ni hotelini, kama ni kwenda kufuel gari yako, kama ni kwenda pale kwa pharmacy manake unahitaji kununua dawa over the counter. Hakikisha kwamba unatumia kadi yako ya ATM. Kizuri ambacho unapaswa kufahamu msikilizaji ni kwamba hamna hata shilingi moja ambayo unachajiwa extra. Hamna hata shilingi moja ambayo utapunguziwa kutoka kwa account yako eti kwamba inalipia wewe kutumia kadi yako ya ATM ya Cooperative Bank. Tafadhali epuka maambukizi ya virusi vya corona, kuwa salama, fanya wepesi kwa kutumia kadi yako ya ATM ya Cooperative Bank. #Let's go cashless, #stay safe. Atea. Turudi kwake mheshimiwa. Sio? Naona naona bado tupo na mheshimiwa. Turudi kwake moja kwa moja. Na tulipokuwa tukizungumza mheshimiwa msikilizaji, kama utakuwa unashangaa, kwenye Twitter #ni Jambo Kenya, na tupo naye mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni mgombea mkuu wa urais nchini Tanzania, akiwa ni kiongozi wa chama cha upinzani Chadema kule Tanzania. Mheshimiwa, umezungumza ukasema kwamba mbali na mengi, licha ya kwamba hamna imani na vyombo vya kusimamia uchaguzi nchini Tanzania, mtakwenda nalo kichwa. Na nikakumbuka pia ulipokuwa ukizungumza nchini Ubelgiji ambako umeishi kwa miaka 3, ulikokuwa umeenda kabla ya kurudi Tanzania juzi tu. Kabla ya kutoka Ubelgiji ulisema kingine ambacho watu wanapaswa kujiuliza kikubwa ni je, baada ya uchaguzi mtakuwa hai? Uhai wenu bado utakuwepo? Na hilo nahisi kwamba labda yalikuwa ni maneno mazito sana. Kama ambavyo nimesema mara nyingi, hali ya nchi yetu ya Tanzania sio hali yenye afya hata kidogo. Nikizungumzia sisi wa upinzani, sisi wa Chadema, viongozi wetu, wanachama wetu wameuawa katika mazingira ambayo hakuna uchunguzi wa polisi, hakuna chochote kilichofanyika. Kuna watu wetu na sio wanachama wetu tu wamepotezwa, tekwa nyara, disappear, miaka zaidi ya miwili zaidi ya miwili. Mwandishi wa habari Azori Gwanda kachukuliwa nyumbani kwake, hajulikani alipo. Msaidizi wa mwenyekiti wetu wa taifa Ben Saanane kachukuliwa mchana kweupe, hajulikani alipo tangu Novemba 2016. Kwa watu wameumizwa sana. Novemba 16 watu wameumizwa sana. Mimi nimeponea chupu, nimepigwa risasi 16. Mwenyekiti wangu amevunjwa mguu wiki chache, mwezi mmoja na ushehi umepita. Watu wameumizwa kweli. Kwa tunapozungumza habari kwamba Tanzania imekuwa na hali mbaya, tuna maana hiyo. Na maana kwamba hali ya haki za binadamu katika nchi yetu imeporomoka sana. Na sio sisi tu tunaolalamika hivi, mashirika ya haki za binadamu ya nchini na ya kimataifa yamesema hivyo. Hali ya haki za binadamu katika Tanzania
imekuwa mbaya sana katika miaka hii mitano. Sasa tunakwenda katika uchaguzi mkuu ambao utakuwa ni wa kihistoria. Rais Magufuli na chama chake wamesema hadharani bungeni kwamba akishinda watabadilisha katiba ili kuondoa ukomo wa madaraka. Manake ni kwamba tutakuwa na rais wa maisha. Sasa sisi ambao Mwalimu Nyerere alisema hatuwezi tukawa na rais wa maisha kama ilivyokuwa kwa Malawi mpaka Musubanda, hatuwezi tukakubali kurudi kwenye utawala wa aina hiyo. Rais Magufuli mwenyewe alitangaza tarehe 6 Februari 2016 kwamba anataka kuangamiza vyama vya upinzani ifikapo 2020, yani mwaka huu. Sisi hatutakubali kurudi kwenye mfumo wa chama kimoja. Kwa uchaguzi huu utaamua mengi sana ya kihistoria katika nchi yetu, na tunaamini kwamba Watanzania hawatamkubalia Magufuli na ajenda yake na ya chama chake ya kuturudisha katika miaka ya giza ya utawala wa chama kimoja. Utawala wa chama kimoja sio utawala wa demokrasia, sio utawala unaojali sheria, sio utawala unaojali haki za binadamu, na vile vile sio utawala unaoendesha uchumi sawa sawa. Miaka ya chama kimoja ilikuwa miaka ya njaa. Ndio maana ilipofika miaka ya 80 ikabidi tuingie kwenye mfumo wa soko huru, mfumo wa kiuchumi wa soko huru. Kwa hiyo hatuwezi kukubali kurudishwa turudi nyuma miaka 40, miaka ya giza. Haitawezekana. Uchaguzi mkuu huu ni uchaguzi muhimu sana. Pengine tu kabla tumalizie, ni kuulize, kwa kanda ya Afrika Mashariki, Afrika na ulimwengu kwa jumla, tunakabiliwa sana na tishio la corona COVID-19, na nyinyi kama majirani wajua Kenya wamekuwa wakijiuliza Tanzania kuko vipi? Uganda tunajua, Tanzania kuko vipi? Pengine tu kama kiongozi nchini Tanzania, jitihada zenu za kupambana na COVID-19 na jitihada za serikali, unasemaje? Serikali yetu imetangaza kwa wananchi na kwa dunia nzima kwamba Tanzania hakuna corona. Hakuna corona. Kwa sababu rais wetu anaamini hakuna corona, kwa hiyo nchi nzima inalazimishwa kuamini kwamba hakuna corona. Kenya corona ipo, Uganda corona ipo, Zanzibar kuna corona, Rwanda, Burundi, Zambia, Msumbiji, majirani zetu wote wanaotuzunguka wana corona. Sisi tu rais wetu anasema ukisema kuna corona ni kosa la jinai, unastahili kufungwa jela. Yani tumepitisha online content laws juzi hapa, hazina hata wiki mbili. Tunasema ukisema kuna ugonjwa, kuna pandemic, ni kosa la jinai. Ukisema haya maneno kwenye mtandao ni kosa la jinai. We are in denial. Tunafanya nini? Kama wagonjwa ambao wako taabani hawaamini kwamba wana hali mbaya, ndio hali ambayo tupo. Majirani zetu wote wanasema kuna corona, na tunafahamu corona inavyoambukizwa. Sasa serikali inayoamini kwamba hakuna corona na yatangazia watu hakuna corona, haijatoa taarifa yoyote ya maambukizi ya waliofariki, ya waliopona tangu tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka huu. Wanaamini kwamba tukinyamaza basi corona itapotea. Tusiposema chochote juu ya corona, manake corona hamna. Huo ndio msimamo wa serikali yetu. Serikali ambayo inaongozwa na rais tunayeambiwa kwamba ana shahada 3, ana shahada ya udaktari, ya kemia. Huyu ni mtaalamu. Sasa wataalamu wakisema kuna corona, jela. Ukisema kwenye mtandao kwamba kuna corona, jela. Hii ndio Tanzania ya Magufuli, mapambano yake dhidi ya corona. Na hili sio jambo la kucheka, kaka Vincent, ni jambo la kusikitisha sana. Inahuzunisha jamani, inasikitisha sana. Tumalizia hapo, ndio tumeanza tu mchakato huu. Tutakuhitaji tena na tena karibia uchaguzi.
wakati mtakuwa umeanza sasa mikutano yenu karibia uchaguzi, lazima tutaweza kuongea, tuone kama mmewashawishi wa Tanzania vilivyo, na tunafurahia sana kwa hiyo kutenga muda wako na kukubali wito wetu hata kujiunga nasi kwenye mpango mkubwa wa Jambo Kenya ndani ya Radio Citizen, radio nambari 1 nchini Kenya. Asante sana kaka Vincent, kama nilivyosema, wewe uko huru, vyombo vya habari vya Kenya viko huru, ndio maana mnanihoji asubuhi hii. Hakuna kituo cha redio cha Tanzania kimediriki kunipigia hata simu kuniuliza kwamba mheshimiwa, hali yako ikoje, unataka kuwa rais, una ajenda gani wa Tanzania. Hakuna kituo cha televisheni hata kimoja wanadiriki kuniuliza maswali ambayo nyinyi mnaniuliza, kwa sababu wanaogopa kufungiwa vyombo vyao vya habari, wanaogopa kukamatwa na kushtakiwa na kwa makosa ya uongo. Wamiliki wa vyombo hivyo wanaogopa kupelekewa mabili ya kodi yasiyolipika. Kwa hali ya Tanzania kwenye uhuru wa vyombo vya habari, ubovu wake unathibitishwa na nyie kuwa na uhuru wa kunihoji kama mnavyonihoji hapa asubuhi, na nawashukuruni sana kwa hili. Asante sana Mheshimiwa Tundu Lissu. Ukienda kutembea kule unakowakilisha ambako ni Singida Mashariki, tafadhali wasalimu wakazi wa eneo hilo. Tunakutakia kila la heri. Hapa tangu jana niko Singida Mashariki, na nimepokelewa kwa maelfu na maelfu ya watu nyumbani kwetu kijijini jana. Kwa niko nyumbani hivi tunavyozungumza. Wasalimu sana wakazi wa Singida Mashariki. Asante. Tunakutakia kila la heri. Amen. Mungu awabariki. Asante sana. Amen. Hayo ni mahojiano, ndugu zetu majirani ndio hao, wakiwa salama tuko salama, wakiwa njaa pia sisi talala njaa, wakiwa wana huzuni pia sisi tunahuzunika. Ni mjadala mkubwa wa Jambo Kenya. Tapumua kidogo, tukirejea ndio kumalizia. Dakika zimesalia ngapi? Dakika zimesalia 8 kabla ya saa 2.